Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amesema kwamba baada ya kukamilisha mazungumzo yake ya siku 45 na wakazi wa Mlima Kenya ambayo yanafanyika huko Wamunyoro, ataketi kwenye meza ya mazungumzo na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ili kujadili na kupata ushauri wake kuhusu mwelekeo wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kauli yake inajiri wakati ambapo muungano wa upinzani umeendelea kusisitiza kuwa utawasilisha mgombea mmoja tu kuwania urais na kumkabili Rais William Ruto. Mwanahabari wetu Victor Ngaruya anaarifu zaidi. Siasa nchini zimeendelea kupamba moto kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Kila mara viongozi wa muungano wa upinzani hujitokeza na kudai kuwa lengo lao ni moja tu, kumng'oa Rais William Ruto kutoka madarakani na kuwa watakuwa na mgombea wao mmoja katika kinyang'anyiro hicho cha urais. Hata hivyo, kuna dalili kuwa kuna vyama katika muungano wa upinzani ambavyo vinataka kujinyakulia viti peke yao katika chaguzi ndogo, chaguzi ambazo IEBC imesema kuwa vinaashiria jinsi uchaguzi mkuu huenda ukawa. Uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau katika kaunti ya Nyandarua unaotarajiwa kufanyika Julai 16 baada ya kufariki kwa aliyekuwa mbunge David Kiaraho. Chama cha Gachagua DCP na mgombea wake Sami Kamau Ng'otho kitashindana na chama cha rais mstaafu cha Jubilee na mgombea wake Wilson Mwaneki, vyote viwili vikiwa vya upinzani dhidi ya mgombea wa UDA Samuel Muchina Nyaga. Hata hivyo, Gachagua amesisitiza kuwa baada ya kukamilisha mazungumzo yake ya Wamunyoro atakutana na rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuzungumza kuhusu mwaka wa 2027. Na mimi na Rais Uhuru Kenyatta tunafanya kazi pamoja. Na mimi na ndugu yangu mkubwa Uhuru Kenyatta ni kama chanda na pete. Na nikimaliza hii mazungumzo yote, mkinipatia maoni, kabla sijasema chochote, nitaenda nikae chini na Rais Uhuru Kenyatta, so that we compare notes. Ndio pia Uhuru anishauri, si ndio? Sikuishi kwingi kuona mengi. Viongozi hawa ambao Gachagua anadai ni chanda na pete, ikumbukwe kuwa miaka ya awali wamekuwa na mitazamo tofauti ya kisiasa, sana sana ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Gachagua alipomuunga mkono Rais William Ruto na kuwa naibu wake. Ulikuwa umetuambia tukapotea. So this time mimi nimesikiza watu, pia nataka pia wewe kama kiongozi unishauri. Haya yanajiri huku naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i akikabiliwa na kufufuka kwa kesi ya fidia ya ardhi ya Ruaraka yenye dhamani ya shilingi bilioni 3.2 baada ya kubatilisha malipo ya shilingi bilioni 15 kwa ardhi iliyokuwa tayari imetambuliwa kuwa ya umma. Kesi hii ikifufuka ikiwa imebaki miezi tu kuelekea uchaguzi mkuu. Gachagua anatuhumu kuwa hiyo ni njama ya Kenya Kwanza kumhujumu Matiang'i. Fred Matiang'i, in the unfortunate event utishwe, uende kwa Kasongo, utaenda peke yako, watu watakuacha. But I know tumeongea na Matiang'i na amesimama kidete, hawezi tishwa. Kuelekea uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau, macho yote sasa yameelekezwa kwa muungano wa upinzani iwapo watashikilia msimamo wao wa mgombea mmoja katika kinyang'anyiro cha mwaka wa 2027 ama tofauti midhili ya chaguzi hili ndogo. Victor Ngaruya, NTV. Ngaruya ametupatia taswira. Umeona Magesi? Alafu pia siasa ni kutishiana nyau. Umesikia alichosema Gachagua?